Mahujaji kutoka nchi mbalimbali duniani wameondoka rasmi kuelekea katika kutekeleza ibada ya hija. Amir Mansour al-Gaddafi, raia wa Libya, ni miongoni mwa raia wachache ambao walichaguliwa kupitia programu maalum ya serikali ya Libya, Haji Quota Rafo, programu ambayo hutoa fursa kwa raia wasio na uwezo wa kujigharamikia gharama za kutekeleza ibada ya hija. Amir alibahatika kuwa miongoni mwa washindi, lakini alipowasili katika uwanja wa ndege wa Sabha kwa ajili ya kuianza safari kuelekea Makka, alisimamishwa na walinzi wa uwanja wa ndege kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida. Ukaguzi ulichukua muda mrefu, na wakati unakamilika, ndege aliyotakiwa kupanda ilikuwa tayari imeondoka na rubani aligoma kabisa kuchelewa zaidi, na hivyo Amir akaachwa na ndege. Marafiki pamoja na viongozi wa uwanja wa ndege wakamwambia huenda Allah hakukadiria yeye kwenda hija. Amir aligoma kabisa kuondoka uwanjani, lakini kikatokea kitu ghafla. Ndege ilirudi uwanja wa ndege wa Sabha kwa sababu ya tatizo la kiufundi. Amir alipata matumaini mapya na akakimbia kuomba uongozi wa mruhusu apande ndege, lakini rubani aligoma na kusisitiza kuwa tatizo halikuwa kubwa la kuruhusu muda wa abiria wapya kuingia kwenye ndege. Ndege ikaondoka tena bila Amir, lakini Amir hakukata tamaa wala kuondoka. Alibaki uwanja wa ndege akiwa na matumaini ya kutafuta njia nyingine ya kufika Makka. Ghafla tena likatokea jambo kubwa. Lilikuwa tatizo la kiufundi ambalo halikuwahi kutokea katika historia ya anga. Ndege ile ile ililazimika kurudi tena uwanja wa ndege wa Sabha kwa sababu ya tatizo halikuwa limetatuliwa ipasavyo. Zamu hii rubani mwenyewe alishuka kwenye ndege na kumfuata Amir ili aingie kwenye ndege tayari kwa safari. Amir alikaribishwa na wahudumu wa ndege, abiria wenzake ambao walimpigia makofi na kumpongeza. Mwishowe ndege ikaondoka na Amir akiwemo ndani. Ama hakika kilichoandikwa kwa ajili yako basi kitakuja hata katika wakati ambao hautarajii. Usizikatie tamaa, rehma za Allahu tabaraka wa taala.